Info Channel. Subscribe now. Yes bana, ni Jumanne tulivu. Tunakutana hapa kupitia Ganga na Info Channel kusogezeana zile taarifa ambazo zimekuwa kubwa kupitia mitandao ya kijamii. Toka siku ya jana, moja taarifa ambayo imekuwa kubwa sana kupitia mitandao ya kijamii ni taarifa ambayo inamhusu mbunge wa jimbo la Kawe Bishop Gwajima, ambapo kuna mkeka ambao ulikuwa ukisambaa kupitia mitandao ya kijamii ukionyesha kwamba shughuli ambazo zilikuwa zikiendelea kupitia kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linasimamiwa na Bishop Gwajima limefungiwa kufanya kazi zake kwa kile kilichozungumzwa kwamba Bishop Gwajima amekuwa akichanganya siasa na masuala ya kidini. Sasa hiyo ni moja ya barua ambayo ilikuwa ikisambaa siku ya jana kupitia maeneo mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Lakini tukaona siku ya jana Bishop Gwajima alikuwa akienda live maeneo ya kanisani kwake, kanisa ambalo kupitia barua inasadikika kwamba lilifungiwa kutokana na taarifa ambayo iliandikwa katika barua ile pale. Lakini Gwajima alisisitiza kwamba kanisa hilo hapo alikufungiwa na serikali yake haiwezi kulifungia, na anaamini kwamba barua ile pale ilikuwa ikisambaa kupitia mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba kanisa lile limefungiwa ni barua feki, lakini pia ametafsiri kwamba ni kutoka kwa wale watu ambao yeye anazungumza kwamba ni watekaji. Sasa bado taarifa inazidi kuwa gumzo kupitia maeneo ya kanisa la Bishop Gwajima, ambapo taarifa kubwa tulionayo hapa ni kuhusiana na polisi wazingira kanisa la Askofu Gwajima. So nakwenda kukuletea undani wa taarifa hii hapa ambayo imetokea jijini Dar es Salaam. Ni ulinzi eneo lote ndiyo hali halisi iliyo kwenye kanisa la Ufunuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima ambalo linapatikana maeneo ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Kanisa hilo limezungushwa utepe wa njano wenye maandishi meusi, huku askari polisi zaidi ya 20 wakiwa wamelizunguruka kuimarisha ulinzi kutokea katika kanisa hilo hapo. Askari hao wenye silaha wametanda katika maeneo mbalimbali kuzunguka kanisa hilo ambalo limefutwa kwa mujibu wa taarifa ambayo ilikuwa ikisambaa kutoka siku ya jana. Uamuzi wa kufutwa umetangazwa jana Jumatatu Juni 2 mwaka 2025 na serikali ukisema mahubiri ya Askofu Gwajima yamekiuka taratibu za usajili. Barua ya kufutwa kwa kanisa hilo ambayo ilitumwa kwa Askofu Gwajima, nakala ilitumwa kwa Inspector General wa polisi IGP Camillus Wambura. Mwananchi iliyo jirani na kanisa hilo leo Jumanne Juni 3 mwaka 2025 limeshuhudia defender zaidi ya 6 za polisi zikiwa na askari wa kutuliza ghasia wakiimarisha ulinzi. Nje ya lango kuu la kanisa pia kuna gari ya maji ya kuwasha ambayo imepaki kusubiri lolote. Huku ndani ya eneo hilo lilizungushwa utepe kukiwa na magari binafsi ambayo yamekumbwa na kadhia ya hiyo ama huo utepe ambao umezungurushwa kupitia maeneo hayo hapo. Upande wa pili wa barabara, baadhi ya watu wanaozaniwa wengine ni waumini wa kanisa hilo wamekusanyika wakiangalia namna kanisa lao lilivyozingirwa na polisi. Usiku wa jana Askofu Gwajima alisema kuna polisi wamefika kanisani hapo na kujua sababu, huku akisema hakuna wa kulifunga kanisa la Mungu. Bana, bado mambo yanazidi kuwa mazito katika upande wa kanisa la Bishop Gwajima. Tunazungumzia kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linapatikana katika maeneo ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Utafahamu kuhusiana na barua ambayo ilikuwa ikisambaa kupitia mitandao ya kijamii ikionyesha kufutwa kwa kanisa hilo hapo, yani kufutwa usajili kutokana na kukiuka taratibu za na sheria ambazo zinatoa miongozo kwa makanisa mbalimbali ambayo yanafanya shughuli zao za kila siku. Sasa kwa mujibu wa ule mkeka ambao ulikuwa ukisambaa kupitia mitandao ya kijamii unaonesha kwa Bishop Gwajima kukiuka baadhi ya vifungu vya sheria ikiwemo kuchanganya siasa katika upande wa dini, huku ikitafsiriwa kwamba kutengeneza chuki na uchochezi baina ya waumini na serikali yao ambayo inawasimamia. Bana, mimi ni Jackson Jambele, endelea kutufuatilia kupitia Ganga na Info Channel. Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haupitwi na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa kijito